Bwana, kuelekea kwenye mchezo unaokuja wa kimataifa wa Simba Sports Club akiwa ugenini dhidi ya Stade Malien, video ya pili kutoka hii ambayo ilikuwa inawahusu Simba Sports Club, nilijaribu kubainisha mapungufu mawili makubwa ambayo niliyaona kutoka kwa Stade Malien. La kwanza ilikuwa ni kwenye kudeal na pressing situation, wanapofanywa shinikizo wanakuwa wana struggle sana. Kitu cha pili nilibainisha kwamba ni timu ambayo ikifika kuanzia dakika 60 ni kama vile kasi yao ya uchezaji inapungua, makosa yanaanza kunyemelea kwenye game yao. Leo nataka niweke tena bayana kitu kingine, nacho ni Stade Malien bwana, katika kuendelea kuwafuatilia zaidi nimegundua ni timu ambayo ina struggle sana kwenye set pieces. Yaani kwenye kuzuia set pieces ni timu ambayo haidefend vizuri, na kwenye kampeni zao mbili zilizopita za kimataifa kuanzia msimu wa 23-24 mpaka msimu wa 24-25 wameruhusu magoli mengi sana kutokana na mipira iliyokufa, situations za mipira ya kutenga, lakini pia kumekuwa kuna penalti kadhaa ambazo pia wamekuwa wakizigawa katika hizo kampeni zao mbili za kimataifa. Sasa hii inakuja kwa sababu organization yao kiukweli, na hasa kitu ambacho nimekuja kukigundua kwenye set pieces ni kwamba kama ni kona fupi ama kama ni mpira wa kurusha ama kama ni kona moja kwa moja, unaweza kukuta mpira wa kwanza umechezwa, lakini mara nyingi inakuwa hata ule mpira wa pili bado Stade Malien kuokoa kikamilifu mpira ambao tayari ushachezwa wa kwanza, ule wa pili. Sasa tunasema pale ambapo timu inakuwa kwenye chaos zone, kwamba taharuki, mpira wa kwanza umechezwa, ama umechezwa na wao mathalan, au umechezwa na mchezaji wa timu pinzani katika kujaribu kuelekeza zaidi golini. Pale ndipo ambapo kwa kiasi kikubwa sana Stade Malien wanakuwa na struggle kwenye ku clear their lines. Yaani hakuna mawasiliano mazuri, kuna chaos, hawaeki mazingira yao vizuri wanapokuwa wanajaribu kukabiliana na mipira ya pili kwenye situations za set pieces. Sasa hilo la kwanza, lakini la pili ni timu ambayo nimekuja kuigundua pia ina concede sana penalties. Yaani timu ambayo ina concede penalty nyingi sana kwenye hizi kampeni zao mbili zilizopita za kimataifa. Lakini kitu kingine pia katika situation hizi za mipira ambayo inakwenda kwenye boxi, ni timu ambayo nimekuja kuiona pia haiwezi kudeal vizuri na mipira ya crossi. Hata katika mchezo wao wa kimataifa uliopita ambao walipata sare tasa dhidi ya Esperance de Tunis, kulikuwa kuna crosses nyingi sana ambazo zilikuwa zinapigwa zinawakuta wachezaji wa Esperance wakiwa free kabisa ndani ya boxi. Kilichowaangusha Esperance kutoondoka na alama 3 nyumbani kwenye mchezo wa kwanza ni umaliziaji mbovu, lakini Malien walikuwa wanawapa Esperance de Tunis chance after chance, tena hasa kutokea kwenye mipira ya crossi. Sasa kwa hoja hiyo, maanake unakuja unagundua vitu vitatu nimetaja hapo. Timu ina struggle kwenye set pieces, hasa kwenye second balls. Kwenye hiyo situation timu ina concede penalties, hasa mazingira yanapokuwa ni ya pressure sana. Mabeki wanakuwa na overreact, wanakwenda kucommit hatari kwenye box lao na wanakuwa wanatoa sana penalties. Lakini kitu cha tatu ni timu ambayo ina struggle na kudeal na crosses. Sasa basi, kwa hoja hiyo maanake ni kwamba hii ni mechi ambayo hakuna shaka yoyote kwa nilichokiona mimi kutoka kwa Stade Malien defensively kwenye hayo mambo matatu ambayo nimeyataja. Hii ni mechi ambayo hakuna shaka kwamba Jean Charles Ahoua inamhusu moja kwa moja. Sasa Jean Charles Ahoua maanake ni mchezaji ambaye anakwenda kuoffer threat ambayo ni sumu kwa upande wa Stade Malien. Ile hatari ambayo Stade Malien wao wanashindwa kuikabili, ndio sehemu ambayo mguu wa Jean Charles Ahoua unaweza kwenda kuwauliza maswali kwa kiasi kikubwa sana, kutokana na uwezo wake wa kupiga mipira ya kutenga. Lakini pia situations za penalties, tunajua kwamba tangu tumemshuhudia Jean Charles Ahoua akiwa na uzi wa Simba ana conversion rate ya 100% kutoka kwenye penalty spot. Lakini pia ni crosser mzuri wa mpira. Yaani kama mwalimu atatoa maelekezo ya kwamba zipigwe crosses za kutosha dhidi ya Stade Malien, miongoni mwa wachezaji ambao unataka kuona mguu wake unakuwa nyuma ya cross ambayo inapigwa kwenye boxi ni Jean Charles Ahoua, kwa sababu ana accuracy ya kuweka mipira kwenye vichwa vya watu. Hilo ni jambo la msingi ambalo linafanya Jean Charles Ahoua nimuone kama ni mchezaji ambaye anafaa katika huu mchezo. Lakini nikija kiujumla, unajua mpaka Simba watakapoenda, na hapa nisikilizwe vizuri, mpaka Simba watakapoenda kusajili mchezaji bora zaidi ya Jean Charles Ahoua, basi Jean Charles Ahoua hivi sasa ni miongoni mwa wachezaji muhimu zaidi ndani ya kikosi cha Simba anapokuwa fiti. Hapa nieleweke vizuri.
mpaka Simba watakapoingia sokoni na kufanya biashara ya kiungo mwingine mshambuliaji, basi Jean Charles Ahoua ataendelea kuwa kiungo muhimu zaidi, hasa mshambuliaji kwenye kile kikosi cha Simba Sports Club. Kwa nini? Kwa sababu Jean Charles Ahoua miongoni mwa viungo washambuliaji wote wa Simba, Jean Charles Ahoua ndo kiungo mshambuliaji ambaye anakupa kitu tofauti na viungo wengine wote washambuliaji kwenye kile kikosi. Yaani anachokupa Maema, Morris, Mpanzu, Kibu na Mutale ni tofauti na skill set ambayo anakuja kuioffer Jean Charles Ahoua. Ni ipi hiyo? Ukijaribu kuwatizama kisifa, Mutale, Mpanzu, Morris, Maema, Kibu, hawa ni wachezaji ambao wanapopokea mpira, tunasema player traits, tabia yao ya kiuchezaji jinsi ilivyo, ni wachezaji ambao ili waweze kuwa kwenye nafasi ya kuathiri mchezo ni lazima wawe na touches nyingi za mpira. Yaani Mpanzu ukimpa mpira sio tu touches, Mpanzu anataka kwanza awe na touches kadhaa, then pia yule anafikiria zaidi kama dribbler kwamba nawezaje kuutoa mpira kutoka hapa kwa kuukokota mpaka pale mbele. Mtu kama Kibu naye akipata mpira anataka kujua anawezaje kuukokota mpira kutoka hapa kwenda pale. Morris naye ni mtu ambaye akipewa mpira lazima awe na touches 2-3 kabla hajapiga pasi. Mutale naye ni mtu ambaye anahitaji touches kadhaa, ageuke, atumie body yake, ajaribu kuswerve kulia na kushoto. Lakini Maema ambaye anakuwa anaweza kuiona pasi kila hapa na pale, yule ni mchezaji ambaye ili aweze kufanya kitu chochote ambacho kinakwenda kuleta athari chanya ni lazima kuna muda awe na touches mpaka 3 mpaka 4. Sometimes kiukweli miongoni mwa wachezaji ambao anaua kabisa rhythm ya timu, hasa pale ambapo timu inataka kushambulia kwa haraka, kuna nafasi zimefunguka kwenye safu ya ulinzi ya timu pinzani, ni Neo Maema, kwa sababu anahitaji a lot of touches. Lakini mchezaji pekee ambaye hahitaji touches nyingi aweze kuathiri mchezo ni Jean Charles Ahoua. Kwanza ukimtizama Jean Charles Ahoua ni mchezaji ambaye kuna muda anaweza akacheza 2 touch. Touch ya kwanza, touch ya pili anaitafuta pasi. Jean Charles Ahoua anapopewa mpira mguuni anafikiria zaidi as a passer. Anajaribu kuiangalia pasi iko wapi. Niliowataja mwanzo wengi, ukimtoa Maema ambaye ni pasa lakini shida yake ni kuwa anataka touches nyingi, waliobaki wote Mutale, Morris, Mpanzu, Kibu, wale hawafikirii kama passers. Wengi pale wanafikiria kama dribblers, na hata wanapokuwa wanaitafuta pasi hawawezi kuitafuta pasi ambayo Ahoua anaweza akawa anajaribu kuitafuta. Ahoua anajaribu kutafuta the best possible option ya kujaribu kuifanya Simba ifike kwa haraka kwenye lango la timu pinzani. Na hapa ieleweke kitu kimoja, sio kwamba Ahoua hana madhaifu yake, tena ieleweke Ahoua ana madhaifu mengi tu, lakini kama anakuwa fiti kwa hali ilivyo kwa upande wa Simba kwenye upande wa viungo wa shambuliaji, hakuna namna Jean Charles Ahoua hachezi katika kikosi cha Simba. Just kwa sababu tu anakuofa kitu ambacho wachezaji wengine wote hawakupi. Ni mchezaji ambaye hahitaji touches nyingi kuathiri mchezo. He thinks more like a passer. Anafikiria zaidi kama passer. Hiyo sio fikra ambayo utaipata kwa kina Mutale, kwa kina Kibu, kwa kina Mpanzu, kwa kina Morris, kwa kina Maema. Wale wengi wao wanauona mchezo kwanza katika namna ambayo nawezaje kwanza kuchukua touches kadhaa. Ahoua anaweza akahitaji hata asifanye touch. Kuna muda anaweza tu akafanya movement akaakisi kwamba mwenzangu pengine kuna pasi anaweza akaiweka hapa. Au hata yeye mwenyewe akipata mpira anaweza asiwe na touches nyingi ili aweze kuathiri mchezo. Kwa hiyo ukijaribu kutizama kwa hoja hiyo na kwa kile ambacho nimekielezea mwanzo kuhusu Stade Malien, unakuja kugundua kwamba Jean Charles Ahoua kiukweli ni mchezaji muhimu sana anapokuwa fiti kwenye kikosi cha Simba. Ni mpaka pale ambapo Simba watakuja kusajili mchezaji bora zaidi ya Ahoua, basi ndipo umuhimu wa Ahoua utakuwa umeondoka kwenye kikosi cha Simba. Na hata kama atakuwa anapatikana akiwa fiti na asipocheza, hiyo inaweza ikawa ni issue nyingine ya kuja kujadili. Lakini in this time Ahoua anaendelea kuwa mchezaji muhimu kwa namna ambavyo hali ya kikosi cha Simba ilivyo na kwa kile ambacho yeye anaweza kukiweka mezani kwa uwezo wake.